Tunapozungumzia leadership, tunasema leadership ni influence, leadership maana yake ni ushawishi. Leadership sio position, yani kuwa na jina fulani, au leadership mpaka mtu ateuliwe kuwa kiongozi katika kampuni ama taasisi. Leadership ni mtu mwenyewe, jinsi anavyochukua initiative, yani anapochukua zile njia mbalimbali za kufanya mambo yaweze kwenda na kuchukua hatua. Anapoona kitu anaona kwamba hiki hakiko sawa, labda nitoe mawazo yangu, labda nifanye hivi. That is ndo maana ya leadership. Kwa hiyo uongozi sio position. Huna haja kuwa kiongozi mpaka uwe umeteuliwa kuwa kiongozi, kwamba mimi leo ni general manager, mimi leo ni director, ndo ninakuwa kiongozi. Uongozi ni ule utayari wa mtu katika kuleta mabadiliko katika ile jambo, amba katika kampuni ambao anaona anafanya kazi, ambayo anaona kwamba tunaweza kwa mawazo nilokuwa nayo, naweza nikatoa mawazo yangu na naweza nikabadilisha hali ya kampuni katika utendaji na katika mambo mengine. Kwa hiyo kwa ufupi, leadership inapimwa kutokana na ule uwezo wa kushawishi, uwezo wa kuweza kuwavuta watu, kuwavuta wengine katika yale mawazo uliokuwa nayo. Na in fact kukiwa popote ambapo pana leadership, kuna uongozi katika kampuni au taasisi, manake kiongozi mzuri ambaye mambo yanakuwa yanaenda juu. Yani kutakuta kuna maendeleo, kuna watu wako happy jinsi ya kiongozi wao na kampuni inavyokwenda. Lakini kukikuwa na leadership ambayo sio nzuri, unakuta kwamba mambo yanakwenda chini, kwa sababu kiongozi ndio yeye anaotoa mfano, watu wanamwangalia. Ndio maana kizungu wanasema what people do is what people see. People they do what people see. Wanachokiona watu ndicho wanachokifanya kwa kiongozi wao. Kwa hiyo kiongozi ndio anaoseti ile tone, yani yeye ndio anakuwa mfano bora katika kuhakikisha kwamba wenzao wale wa chini wote wanafanya. Na ndio maana hata katika timu ya mpira, tuchukulie mfano wa timu ya mpira. Timu ya mpira unapokuwa haifanyi vizuri, hubadilishi wachezaji, unabadilisha kocha, kwa sababu kocha ndio anayefuatwa, yeye ndio anayotoa mwelekeo, ambaye yeye ndio kiongozi, ndio leader. Kwa hiyo hubadilishi wachezaji, unabadilisha kocha, na ukibadilisha kocha matokeo yanabadilika. Kwa hiyo likewise hata katika taasisi au kampuni, unapokuwa kuna change of leadership, unakuta mambo yanakuwa tofauti. Watu wale rasilimali zile asset zile, lakini panakuwa na kitu kinabadilika. Kinachobadilika pale ni ile ushawishi wa yule kiongozi, namna jinsi anavyokuwa na zile sifa zake za uongozi katika kuwashirikisha wafanyakazi wake, kuwashirikisha team members wake, katika kuwapa hamasa na kila siku kujiuliza, vipi tunaweza tukafanya vizuri zaidi? How can we do it better? Yani leo na kesho tunafanyaje vizuri zaidi? Kwa hiyo ndio kiongozi ambaye anasema, jamani, tunafanyaje vizuri zaidi? Kwa nini tusifanye hivi? Mnaonaje? Kwa hiyo watu wanakuwa willing, wanakuwa wanataka kujitolea kuweza kufanya zaidi ya vile ambavyo wameambiwa wafanye. Ikifika katika eneo hilo kwamba watu ambao wanamfuata yule kiongozi wa kampuni au nini wanataka kufanya zaidi ya vile walivyowaambiwa, hiyo ndio uongozi. Kwa sababu watu wana uwezo wa kutoa zaidi kuliko vile ambavyo wao wamewaambia wafanye. Inaweza kuwa katika kazi yake ameambiwa afanye 1, 2, 3, 4 mpaka 10. Lakini kuna watu ndani ya taasisi wana uwezo wa kwenda mpaka 20. Lakini ili waweze kukupa mpaka 20, ambayo inaitwa discretional goodwill, ili wakupe mpaka 20, inahitaji mtu kuweza kuwa na buy-in, yani wale wa kukubali, kuweza wao kukusupport na kuweza kufanya kazi ili wewe waweze kukusupport uweze kufikia malengo ya kampuni. Kwa hiyo leader hana tofauti na wale wafuasi wake. Tofauti yake ni moja tu, kwamba yeye ana majukumu zaidi na kwamba yeye ni overseer na yeye ni supporter wa wale wengine. Kwa hiyo
Na great leader ni kiongozi mkubwa, ni yule kiongozi ambaye ana support kukua kwa watu wake waliomzunguka. Yeye huwa anaangalia hilo kitu muhimu sana. Watu wangu walionizunguka hawa na wakuza vipi kila siku? Yani anakuwa ana invest, anawekeza kwa watu wake wa karibu. Na kuwekeza, labda watu wengi wanasema kuwekeza ni ghali kwa sababu unaweza kuwafundisha watu wengi. Hapana, tumia Pareto principle ambayo 80-20 rule inasema kwamba 80% of your results comes from 20% of your course, your input. Kwa maana kwamba chagua just a few, 20%, yani few, so lazima iwe 20%, lakini chagua the few ambao how we are training them as leaders. Ukishakuwa train hao wao, kwa sababu training leaders, when you add value to leaders, wale leaders wanazidisha mara ya ile thamani ambayo umewapa wao, kwa sababu wao wana watu wao chini, labda head of department as a leader, mkuu wa kitengo anakuwa ni kiongozi, na maana ana watu 10, 20, 30 chini yake. Huyu atakwenda kuwafanyia mafunzo wale. Kwa hiyo wewe ukiwekeza katika wale wachache watazidisha, multiply ile value kwa wale wengine.